Mwanaume ndiye anayestahili kuchiti. Kwenye swala la kuchiti, anayestahili kuchiti ni mwanaume, kwa sababu mwanaume ana uwezo wa kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo huyo aliyekuchiti naye ana uwezo wa kumuoa akawa mke mwenzako. Lakini mwanamke hastahili kuchiti hata kidogo, kwa sababu wewe uweze olewa na wanaume wawili. Tusikilize hili andiko la vita ya kijinsia. Andiko linasema hivi. Wafukunyuku 6 mstari wa 7 inasema, walaumiwe wanawake wote walioacha wanaume zao eti kisa wamewachiti kwa wanawake wengine. Kwa maana kitanda usichokilalia huwezi kujua kama kina kongoni. Mwanaume anapitia changamoto kubwa sana ya kubeba mbegu za kiume zinazomshurutisha kutoka. Na kama hiyo ni rahisi, andiko linauliza we kuweza? Tone moja la mwanaume likimdondokea mwanamke utapatapa miezi 9. Ila mwanaume uzibeba hizo mbegu, kula na kunywa, kucheka pamoja na kutembea kwa muda wote. Hivyo basi, mwanamke akichiti hatakiwi kusamehewa kwa sababu hana mbegu za kiume zinazomshurutisha kutoka kwa kumpa tamaa. Na mwanaume akichiti yanazungumzika. Mtihani huu ulitolewa na wazee wa zamani, kumsimamisha mwanamke na mwanaume warushe haja ndogo mbele, na mwisho wa siku mwanaume akarusha futi 6, mwanamke haikufika hata futi 1.5. Mwanamke akapewa wanaume 10 aishi nao. Aliyomzalisha ni mwanaume mmoja, na mwanaume alipewa wanawake 10 akawazalisha wote 10. Hivyo mwanaume anaruhusiwa kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja, ila mwanamke haruhusiwi kuwa na mwanaume zaidi ya mmoja. Andiko linanukuu hivyo. Asifiwe mwanaume na hahurumiwe mwanamke. Bas, mekwisha. Kuna nini tena?